الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى min nutfatin idha tumna. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bado tumo katika surati Najmi baada ya mapumziko ya karibia wiki mbili kwa ajili ya Eid. Kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala tumekutana na kuendeleza pale ambapo tulisimama. Kama nitakuwa sahihi, tulisimama aya 41 katika surati Najm, aya inayosema thumma yujzahu aljazaa alawfa. Baada ya mambo mengi ambayo tulielezea katika maktaa hii, kabla ya kusimama tulisimama katika aya hii. Kwa faida tungelipita haraka haraka hizi aya ambazo tulisimamia ili tuunganishe na zile aya ambazo zitafuata. Allah tabaraka wa taala anasema: afaraaita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Nipe habari ya yule ambaye amekengeuka, ametoa mgongo kuacha maamrisho ya Allah. Wa a'ta qalilan wa akda, akatoa mali chache na akafanya ubakhili, akazuia kwa kuhisi kwamba atamalizikiwa na mali yake. Aindahu ilmul ghaibi, hivi yeye ana ilmu ya kujua mambo ya ghaib, kwa huwa yara, naye akiona na kujua hiyo ilmu. Am lam yunabba bima sufi Musa, au yeye hakupewa habari kwa yale yaliyomo katika mbao za Musa. Wa Ibrahim alladhi waffa, na mbao za Ibrahim ambaye alitekeleza na kukamilisha maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Alla taziru waziratun wizra ukhra, ya kwamba nafsi yenye makosa haitobeba makosa ya nafsi nyingine. Kila mmoja atabeba makosa yake, kila nafsi itabeba nafsi yake. Alla taziru waziratu wizra ukhra, kwamba nafsi yenye kukosa haitobeba makosa ya nafsi nyingine. Wa an laysa lilinsani illa ma saa, na hatakuwa mwanadamu, hatakuwa mtu na chochote isipokuwa kile kile alichojitahidi nacho ukifanya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, na kwa hakika jitihada zake zitaonekana siku ya kiyama. Thumma yujzahu aljazaa alawfa, kisha
atalipwa malipo yaliyokuwa kamilifu. In khairan fa khair, ikiwa alijitahidi duniani kufanya khairi atalipwa khairi na Allah. Wa anna sa'yahu dhalika sawfa yura, jitihada yake hiyo ya khairi itaonekana. Wa in sharran fa shar, na kama alijipinda kutuma ya shari vile vile wa anna sa'yahu sawfa yura, jitihada za shari zake alizozituma zitaonekana na atalipwa. Thumma yujzau aljazaa al-awfa, kisha atalipwa mwanadamu huyo malipo kamilifu, hatopendelewa wala hatouniwa kwenye malipo. Kile alichojipinda nacho kwa kadiri ya alivyofanya ndivyo atakavyolipwa na Allah tabaraka wa taala. Wa anna ila rabbika almuntaha, na hakika kwa Mola wako mlezi ndiko ukomo wa kila kiumbe. Imekuja kwa uslubu alhasri, kuddima khabaru anna wa ukhira ismu anna, kwa sababu katika i'rab wanasema watu wa nahwu kwamba anna ni katika harfu taukid wa nasb. Inapokuja anna au inna inatamkwa kwamba ni harfu taukidi wa nasb, inatilia msisitizo kwenye sentence, lakini vile vile inanasbisha, yansibu al-isma wa yarfa'u al-khabar, inanasbisha jina na inarufaisha, inatia dhumma khabari yake. Kwa hiyo kama ingelikuwa si Qur'ani ingelikuja wa anna al-muntaha ila rabbika, ingelikuwa kila moja imesimama kwenye sehemu yake. Ismu inna iko sehemu yake na khabaru inna ingelikuwa sehemu yake, lakini imma limuraati alfawasil, kwa kuchunga visimamo katika aya zilizofuata na zilizopita, huenda ndio ikatangulizwa khabaru inna na ikacheleweshwa ismu inna, au liiradati alhasr walqasr ukhira ismu inna wa qaddima khabaru inna, kwa sababu kama tulivyosema anna ni harfu taukidi wa nasb, ila ni harfu jar, rabbi ni majruru bi ila wa huwa mudhafu wal kafu mudhafu ilayhi, wa huwa fi mahalli raf'i khabaru anna muqaddam. Al-muntaha ni ismu anna muakhar mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih mana min dhuhuriha at-ta'abbud. Wa anna ila rabbika almuntaha, na kwa Mola wako mlezi pekee ndiko kwenye ukomo. Maana yake mwanadamu sa'i zake zote atakazofanya, kana kwamba Allah anafasiri yale yaliyopita aliyomwambia mwanadamu kwamba wa alaysa lil-insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu aljazaa alawfa, kana kwamba Allah anaendelea kumshitua mwanadamu azindukane, kwamba mwanadamu aendavyo katika dunia, afanyavyo katika dunia, lakini yale anayoyafanya yote yataingizwa kwenye mizani na kipimo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Afanye atakavyotaka, liwe la kheri liwe la shari, lakini akumbuke yataingizwa kwenye vipimo vya Allah tabaraka wa taala aliyoyafanya, alafu atalipwa. Ikiwa duniani alikimbizana na shari, atalipwa shari, moto. Ikiwa duniani alikimbizana na kheri, atalipwa kheri, pepo. Baada ya kumweleza hayo mwanadamu, Allah tabaraka wa taala akaendelea kujindua, akamwambia wa anna ila rabbika almuntaha, na hakika ukomo ni kwa Mola wako peke yake, ukomo wa kila mwanadamu.
Zunguka utakavyozunguka, utaingia kwenye mikono ya Allah tabaraka wa taala, kana kwamba Allah anatutahadharisha kwamba tusifanye machafu, kwa sababu machafu hayo yatakwenda kudhuru mbele ya mikono ya Allah tabaraka wa taala, bali tupondokee katika kufanya yale kuwa mema, ili tukapate neema za Allah tabaraka wa taala na huruma yake. Imekuja kwa hasri kama tulivyosema, takdimu mahakuhu ta'khir, kwamba hakuna mtu ambaye atachenga kurejea kwa Allah. Sote, iwe ni kiongozi, iwe ni mwenye kuongozwa, iwe ni tajiri, iwe ni maskini, iwe ni kiongozi wa majeshi, iwe ni wanajeshi wenyewe, iwe ni nani, wa anna ila rabbika almuntaha, marejeo yote ni mbele ya Mola wako. Marejeo ya watu wote, ya viumbe wote ni mbele ya Mola wako tabaraka wa taala. Sote tutarejea kwake yeye. Mwenye kuambiwa hivyo akiwa na akili hujirekebisha nyendo zake. Mwenye kuambiwa hivyo kama ana akili timamu, anarekebisha sulukiati zake, kwamba kumbe mimi ujanja wangu wote nitakaofanya kumbe nitarejeshwa kwa Allah na nitalipwa. Ngoja leo niache mabaya nifanye yaliyokuwa mema, ili nitakapokwenda kutana na Muumba wangu tabaraka wa taala, basi isiwe kuna msuguano wa kupeana adhabu. Ay ilayhi jalla wa ala almarji walmaab walmasir fayuaqib wa yuthib. Kwake yeye ndio marejeo Allah tabaraka wa taala, ndipo baada ya marejeo hayo kuna atakaowaadhibu na kuna atakaowalipa thawabu. Watakaoadhibiwa ni wale watakaorejea kwa Mola wao wakiwa wamechuma makosa. Watakaopewa thawabu ni wale watakaorejea kwa Mola wao siku ya Kiyama wakiwa na amali salihah. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada khaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Allah anasema jitihada zenu duniani zote hizo Allah anazifuatilia na anadhibiti, kisha siku ya Kiyama kila mmoja atampa aliyoyafanya. Mwenye kukuta kheri zake ni nyingi, zimehifadhiwa na Allah, shukuru Allah amemhifadhia. Atakayekwenda kuta madhambi ni mengi, basi asimlaumu, isipokuwa ajilaumu mwenyewe, kwa sababu yeye ndio aliyotuma madhambi haya. Allah tuepushe na madhambi. Wa anna ila rabbika almuntaha, na hakika marejeo ni kwa Mola wako mlezi. Wa annahu huwa adhaka wa abka, na yeye Allah ndiye ambaye anafurahisha na kuliza. Mwenye kucheka, kitendo hiki Allah tabaraka wa taala yeye ndio amekiweka kwa mwanadamu awe anacheka. Kulia pia ni Allah tabaraka wa taala ndio aliyotengeneza hivyo kwa mwanadamu awe analia. Maana yake kuna yanomfurahisha na kuna yanomhuzunisha. Yeye ndio anofurahisha na yeye ndio anohuzunisha, mpaka ikafikia mtu akalia. Yeye ndio anofurahisha ikampelekea mtu mpaka akacheka. Tumeelewana kwa sababu adhhak ili fi'lu mazid biharfi alwahid, asli yake katika kulafii mujarrad ni dhahika. Dhahika maana yake amecheka mtu. Dhahiktu, nimecheka. Inapokuja ala wazni thulathi mujarrad, lakini inapoongezeka hamza imebadilika maana, sio kucheka, ni kuchekeshwa, ni kuchekesha. Tumeelewana? Maana yake adhhak imezidi herufi moja, hiyo hamza kwa mwanzo unaiona, ambao wanasema katika watu wa lugha ziyadatu harfi ziyadatu maana. Herufi inapozidi maana nayo hubadilika.
Ilipokuwa kabla ya hamza ilikuwa ni dhahika, ni mtu kucheka yeye mwenyewe, amecheka. Inapoingia hamza sio kucheka tena, amechekesha, adhahaka. Na kwenye abka nayo ni hivyo hivyo, baka ni thulathi mujarrad, abka ameliza. Kwa hiyo furaha tulizokuwa nazo mpaka tukacheka ni Allah tabaraka wa taala ndiyo anufanyisha hivyo kwetu sisi. Huzuni tulizokuwa nazo kwenye mioyo mpaka tukalia ni Allah tabaraka wa taala ndiyo anaendesha hayo. Maana yake hakuna ambacho kiko nje ya usimamizi na uendeshaji wa Allah tabaraka wa taala kwa kitu chochote. Wama tashaun illa an yasha Allahu rabbul alamin, hamtotaka chochote isipokuwa mpaka Allah naye atake. Uwezi kucheka kama Allah hakutaka wewe ucheke, maana yake uwezi kulia kama Allah hakutaka wewe ulie. Tumeelewana? Ndio maana wa annahu wa adhaka wa abka, yeye Allah ndiye ambaye anafurahisha na anahuzunisha. Anafurahisha mpaka mtu akacheka na anahuzunisha mpaka mtu akafanyaje? Akalia. Ni yeye Allah tabaraka wa taala. Allah akitaka ule utalia, maana kuna watu wengine wasema yani na roho ngumu lile, hata nikiwe na nani alilii. Hajalizwa. Hajalizwa. Mtu kama huyo anaweza kujalizwa na kitu kidogo, kwa sababu Allah alitaka alie au dunike alie. Na mwingine anamwambia yule hata umchekeshe vipi yule hacheki, hajachekeshwa na Allah. Allah akimtia furaha yeye atacheka mwenyewe, kwa sababu ishakadiriwa kwamba acheke. Hakuna kilichokuwa nje ya usimamizi wa Allah tabaraka wa taala katika walimwengu na walimwengu wote vilivyomo ndani yake. Tumeelewana? Wa annahu huwa amata wa ahya, na yeye Allah ndiye anofisha na kuhuisha. Yeye Allah ndiye anofisha na ndiye anohuisha. Kubakia kwetu hai mpaka sasa na wenzetu wengine ambao wameondoka duniani, yote haya ni katika makadiri la Allah ndiye alikadiria. Alitaka mimi na wewe tuwe hai mpaka leo, na yeye alitaka Allah fulani na fulani wawe wameshafariki mpaka kufikia leo. Maana yake hakuna ambaye atapenya kwenye mashiatillah wa iradatillah akapiga chenga kwamba asife pamoja Allah anataka afe. Hayupo huyo, kwamba akapiga chenga mauti yasimfiki. Alitakiwa afe mwezi uliopita, ikawa mpaka leo bado yuko hai, anapiga chenga. Hayupo huyo. Ukimwona mtu yuko hai ujue Allah ametaka abakie hai mpaka sasa, na kinyume chake. Ili la watu kubakia hai, watu hawabani sana, wala usikii maneno mengi kwamba kwa nini mpaka sasa hivi niko hai. Allah ameruzuku kwa hai. Gogoro liko kwenye kufa hapo, kwenye kwa hai. Wallahi sote tumeungana. Mwenyezi Mungu bwana bado anipenda bwana, niko hai. Lakini afya usikie familia itakayosema yule mzee mwenye macho makundu pale jirani yule ndio alikuwa amemsimamia vibaya mwanangu, yule ndo kanulia mwanangu, yule ndio alionulia mwanangu pale. Allah apumzishwa kwenye kufa. Kwenye kuwa hai wote tukubaliana, lakini kwenye kufa kiumbe maneno mengi yanatokea. Lakini mwenyewe Allah tabaraka wa taala anasema tena kwa msisitizo, wa annahu huwa amata wa ahya, na hakika ya yeye ndiye anaokisha na kuhuisha. Ukiona kiumbe kimekufa ni Allah ndiye aliyokufisha. Ukiona kiumbe kiko hai basi ndiye Allah ndiye kakibatisha hai. Hakuna zaidi ya hapo. Yaliyobakia ni mapambio tu na kujifurahisha. Kumbe aweza kuua huyo, mbona atengenezi watu wake wakawa tofauti na Allah akawapa uhai? Allah atengenezi watu wake alafu mwingine aje uwe, mbona hatengenezi wake? Basi angetengeneza mimba kwa wanaume ili tukajua na yeye pia ana uwezo.
kwamba Allah yeye aleta viumbe kupitia matumbo ya wanawake. Yeye kwa sababu aua angetengeneza wanadamu kupitia kwenye matumbo ya wanaume, sasa kakindana na Allah kwa uwezo wake, ili pale atakapoambiwa kwamba amemuua yeye ni kweli kumuua, kwa sababu kuna fulani alizaliwa kwenye tumbo la mwanamume, yeye alifanya hivyo. Lakini tuwapa kazi wanadamu wasiokuwa zao, kazi ya kuua, kazi ya kuuisha ni kazi ya Allah tabaraka wa taala. Tena angalia Allah alivyoleta msisitizo. Hizi aya ukiziangalia hizi mbili nilizozisoma, alafu kuna aya inofuata anasema wa annahu khalaqa az-zawjayn dhakara wal untha, na yeye ndiye aliumba pea mbili ya mwanamume na mwanamke. Angalia hapa akusema wa annahu huwa khalaqa az-zawjayn, lakini kwa nyuma amesema wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya. Lakini hapa wa annahu akusema huwa khalaqa az-zawjayn dhakara wal untha. Wajua sababu? Wajua sababu kwa nini huku haikuletwa dhamiru shani au dhamiru fasli huwa, ambao baadhi ya muharibina wanasema hii imekuja, hizi huku nyuma zimekuja kwa taukidi? Kwa sababu hii aya ya mwisho hii wa annahu khalaqa az-zawjayn dhakara wal untha, na hakika ya yeye Allah ameumba mbea mbili, mume na mke. Katika wanadamu hakuna alodai kwamba na yeye pia ana uwezo wa kuumba. Tembea dunia nzima, tembea dunia nzima, hakuna kiumbe kitakachojifakharisha na kujisemesha mbele za watu kwamba yeye ana uwezo wa kuumba pia, kwa sababu Allah tabaraka wa taala alileta challenge kwamba kama na nyinyi mwajifanya ni Mungu, aya umbeni nzi, umbeni nzi, mdudu mdogo tu, acha siumbe mwanadamu, labda mtasumbuka sana. Umbeni nzi. Kama haya masanamu yenu yana uwezo, basi yaumbe nzi, lakini walishindwa kwenye challenge. Kwa hiyo hakuna alojitokeza duniani akasema mimi naumba kama anavyoumba Allah tabaraka wa taala. Lakini wapo waliojitokeza wakasema wao wanauisha na kufisha kama anavyofisha Allah na kuuisha Allah. Mmoja wapo ni Namrud. Alam tara ila alladhi haja Ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Allah tabaraka wa taala anasema hivi, ukimwona yule ambaye amejadiliana na Ibrahim kuhusu Mola wa Ibrahim, pale Ibrahim alipomwambia yule kigego yule Namrud, rabbi alladhi yuhyi wa yumit, ukitaka kujua sifa za Mola wangu mimi na muabudu, moja ya sifa zake anahuisha na kufisha. Ibrahim anamwambia Namrud, Namrud naye akamwambia ana uhyi wa umit, sifa hizo za Mola wako mimi Mola wako wa wenzio pia ninazo hizo, mimi pia nina uwezo wa kuhuisha na kufisha. Baadhi ya muarrikhina wanasema akaagiza watu wawili, walipoletwa akaamrisha mmoja auliwe, akauliwa kwa sababu ni mali. Akaamrisha mwingine arudi zake endelee na shughuli zake. Akamwambia Ibrahim, huyu nimemuua, unaona hapa nimemuua, nimesema auliwe, kauliwa. Yule nimesema atakuwa hai, amekuwa hai. Sifa hizo hizo anazozifanya Mola wako ambaye wewe waabudu. Wapata tabu waabudu usichokiona, kwa sababu afadhali uniabudu mimi unaoniona, ambaye sifa za wewe unamwabudu ndio ninazo mimi. Ana uhyi wa umit, mimi vile vile nauisha na nafisha. Qala fa inna Allaha ya'ti bishamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin.
Ibrahim akamwambia sawa, lakini sifa nyingine za Mola wangu, jua ulitoa mashariki ulizamisha magharibi. Kwa hiyo wewe ili uwe uko sawa naye, litoe magharibi asubuhi, litwe mashariki jioni. Fabuhita alladhi kafara, yule bwana ikawa hana la kufanya, hakuweza kulitoa jua, kulibadilishia nyenzo zake ambazo Allah tabaraka wa taala ameziweka. Yule akawa hana la kusema, ikawa amefungwa mdomo na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala katika ufundi wake wa taadili, ndio maana alipozungumzia kufisha na kuuisha kaeka huwa, kuongeza msisitizo. Alipozungumzia Allah akawaabka, akaeka huwa, kuongeza msisitizo, kwa sababu wapo kwenye wanadamu wanaosema pia wao wana uwezo wa kufurahisha mtu. Wapo katika wanadamu wanaosema naweza kumhuzunisha mtu mpaka akalia. Lakini hata wewe ikiwa ni sababu ni Allah ametaka, waweza ukataka kumfurahisha mtu lakini asicheke kama Allah hajataka hivyo. Waweza ukamhuzunisha mtu asilie hata kama ulitaka alie, maadamu Allah hakutaka alie. Ndio maana amekuja na msisitizo kuonyesha kwamba yote hayo pamoja wanadamu wanayadai, lakini yeye Allah tabaraka wa taala ndio anayesimamia. Lakini kule ambako wanadamu hawakufika kutaka shirki katika kuumba, hakuna mwanadamu aliyosema hiyo. Ndio maana Allah tabaraka wa taala kuleta dhamiri huwa, kuonyesha msisitizo, kwa sababu ni jambo ambalo kila mmoja katika walimwengu analikimbia, asemi kwamba na yeye pia anaumba kama anavyoumba Allah tabaraka wa taala. Hii ndio asrarul Qur'an, hii ndio siri ya Qur'an. Qur'ani ina siri kubwa. Kila unachokiona kwenye Qur'ani basi kina taabiri yake na kina makusudio yake. Wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha, na hakika ya yeye Allah ameumba mbea mbili, mwanamume na mwanamke. Min nutfatin idha tumna, kutokana na tone la manii linapodondoshwa na kuingizwa katika rahim. Mwanadamu Allah tabaraka wa taala katika kuelezea hivi atakamuelezee udhaifu wa mwanadamu katika makamu ya Allah tabaraka wa taala, kwamba Allah ni fundi sana. Nutfa ambayo haina uhai, idha tumna idha sabba fi rahimi almar'a, inapochupa na kutupishwa kwa nguvu kwenye rahimi ya mwanamke kwa kuruka, ile haina shakli wala haina alama kwamba labda atakayeungwa pale atakuwa ni mwanamke au ni mwanamume. Nutfa haina uhai, lakini Allah tabaraka wa taala, angalia katika ufundi wake, anasema wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha min nutfatin, awe ni mwanamume awe ni mwanamke, wameumbwa kutokana na tone la manii ambalo halina sura ya ubinadamu wala ina alama ya uume wala uke. Lakini Allah tabaraka wa taala hilo uligeuza, hilo uligeuza. Angalia Allah tabaraka wa taala anasema afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqin am nahnu al-khaliqun, nipeni habari ya zile nutfa zenu mnazozimimina kwenye rahimu za wanaume. Allah anasema nipeni habari kuhusu zile nutfa zenu mnavyopizi zikaingia kwenye rahimu za wanawake. Wewe utakifika pale utafanya shughuli zako, utatoa nutfa zako zile zitaingia kwenye rahimu, umemaliza kazi. Allah anauliza a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Sasa kinachoendelea, nyinyi ndio mtakaoumba ile nutfa pale ndani au Allah ndiye atakayeumba ikawa mwanadamu?
Jawabu ni Allah tabaraka wa taala, kazi hii ataiendesha yeye. Wewe ukimaliza starehe zako utaenda oga, utakuta kazi nyingine ya kufanya. Lakini kumbe mule kuna makadirio saa nyingine ya Allah tabaraka wa taala, ile starehe yako ijitokee nini? Ijitokee kiumbe. Maana yake yawezekana wengi katika wanadamu wamepatikana kwa starehe za wazazi wao, si kwa matakwa ya wazazi wao. Kuna wengine wazazi walitamani wapate, lakini kuna wengine wazazi walikuwa kwenye shughuli zao, lakini Allah pale pale akakadiria. Ukujileta mwenyewe, maana yake kana kwamba Allah tabaraka wa taala anasema ukujileta mwenyewe katika dunia, wala hukuletwa na babio na mamio katika dunia. Wao walimaliza shughuli zao, alafu Allah ndipo akatawala kwamba nataka azaliwe Muhammad, nataka azaliwe Fatima kwenye kitendo hiki. Sasa kama ndivyo hivyo, kwa nini tunakengeuka na kuziacha amri za Allah tabaraka wa taala, ambaye Allah yeye ametuleta kwa makusudio maalum? Yawezekana kuja kwetu wengine haikuwa makusudio ya wazazi wetu, bali Allah tabaraka wa taala katika starehe zao ndio alikadiria tukapatikana. Kama Allah ametufanyia ihsani hiyo ya kutuleta katika njia hii bora ya ubinadamu, maana yake yatakiwa tuwe makini. Ziko nutfa za aina nyingi. Kuna nutfa za wanyama, kuna nutfa za ndege, kuna nutfa za wanadamu. Sisi tuliotokana na wanadamu, Allah alikuwa na makusudi yake maalum. Mnyama pia anapizi, akatoa nutfa, akatoa manii, mnyama pia. Lakini kwenye nutfa zake zile Allah anakadiria kiumbe ambacho kitapjaliwa na mwanadamu. Yani Allah anaumba mbuzi kwenye kitendo kile cha mke na mume, anaumbwa mbuzi ili mbuzi yule aje kuwe kitoweo cha wewe na mimi. Kwenye kuku nako pia kuna nutfa. Kuku akipizi, Allah anakadiria kwamba kupatikane mayai wanadamu wale, au kipatikane kifaranga kije kuwe kuku aje chinjwe aliwe. Lakini nutfa za kibinadamu ziko tofauti kabisa na nutfa za wanyama na ndege. Nutfa za kibinadamu Allah ana lengo nazo. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Haya ndio makusudio ya nutfa zote za kibinadamu. Allah anapozikadiria kuwa viumbe nutfa zile, lengo lake wakija ulimwenguni wawe mstari wa mbele kumtangaza Allah tabaraka wa taala na kupambana na ushirikina. Ni ajabu nutfa zilizokuwa wanadamu sasa hivi ulimwenguni zina kibri, hazielewi wala hazijui makusudio yake. Yale walioambiwa wanaenda kombo, yale waliokatazwa ndio washikamana nayo. Nutfa zinazotembea hizi zimejitoa ufahamu. Na mara nyingi Allah tabaraka wa taala anapotaka kumweka sawa mwanadamu, kumkumbusha asili yake, falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Allah anapotaka kumweka mwanadamu, anapohisi kwa mwanadamu anaenda kombo, kumrudisha kwenye asili, kwamba wewe mwanadamu asili yako ni nutfa, ni maji ya uzazi. Wewe jimwili lako hilo lisikusumbue, ufahamu wako unajiona wajua sana, usikudanganye, pesa zako hizo zisikuhadae. Wewe ni nutfa.
Tumeelewana? Kwa hiyo Allah atufanyie wepesi, ukumbuke asili yetu, ili tunyenyekee Allah tabaraka wa taala na kusikiza yale ambayo anatuamrisha. Wa annahu khalaqa az-zawjayn dhakara wal untha, yeye ameumba mbea mbili, mwanamume na mwanamke, min nutfatin, kutokana na tone la manii, idha tumna, linaporushwa katika rahim. Wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra. Anna tumesema na harfu taukidi wa nasb. Tumeelewana? Yansibu al-isma wa yarfa'u al-khabar, alayhi jar wa majrur, fi mahalli raf'i khabaru anna muqaddam. Khabaru anna muqaddam. An-nash'ata ismu anna muakhar mansub wa alamat nasbihi fathatun dhahira ala akhir. Al-ukhra na'tun ala nash'a, ni sifa ya nash'a. Wa anna alayhi nash'ata al-ukhra, na hakika ni juu yake yeye Allah umbile jingine, kumumba umbile jingine mwanadamu ni juu yake yeye. Ameleta kwa ala allati tufidu al-isti'la, kaannahu yujibu hadha al-amr ala nafsihi, kana kwamba Allah ameiwajibisha jambo hili kwa nafsi yake, kwamba ni lazima awaumbe umbile jingine wanadamu, ambayo ni maumbile ya kiakhera, baada ya mwanadamu kuishi kaburini katika barzakh muda mrefu. Allah tabaraka wa taala atawatoa tena wanadamu kwenye makaburi wakiwa na mioyo miwili, umbile jingine jipya. Wa annahu ala raj'ihi laqadir, kuwarejesha wanadamu katika umbile jingine. Allah yeye ana uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo Allah ameleta kwa ala lilistila, kana kwamba anawafanyia raddi wale ambao wanahisi kwamba hakutokuwa na kufufuliwa. Zaama alladhina kafaru alla yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala Allahi yasir. Wanadai wale waliokufuru kwamba hawatofufuliwa baada ya kufa kwao. Qul bala wa rabbi, sema Muhammad, sio hivyo, na hapa na Mola wangu mlezi, latub'athunna, wallahi mtafufuliwa baada ya kufa. Thumma latunabba'unna, kisha wallahi mtaelezwa na kufahamishwa, bima amiltum, yote mnayoyafanya. Wa dhalika ala Allahi yasir, na yote haya ya kuwafufueni, ya kuwaelezeni, ya kuwalipa na mingineyo yote kwa Allah ni mepesi. Allah haelewi, la ta'khudhuhu sinatu wala nawm, hasinzi wala ghafiliki Allah tabaraka wa taala. Ataniona nini? Kwa hiyo aya hii imekuja vile vile kuwafanyia raddi makafiri wanaohisi na kudai kwamba maisha ndio haya, innama hiya hayatuna dunya namutu wa nahya. Wanasema makafiri kwamba ni hivi maisha ya dunia, wengine wanabaki hai, wengine wanakufa, wengine wanazaliwa, wengine wanakufa, wengine wanazaliwa, wanakufa. Wama yuhlikuna illa ad-dahr, izama tu ndio zinazotuua na nini. Tena izekao ukafa hapa Tanzania ukazaliwa Amerika au Saudi Arabia, huko wako wenye itikadi hizo. Wanasema baadhi ya mulhidin kwamba inawezekana wewe ulikufa Amerika, ndio maana umezaliwa Tanzania. Watu vichapa
Wewe ulikuwa Amerika, wewe ulikufa kule miaka 1000 labda iliyopita au 200 iliyopita, kwa hiyo umekuja zaliwa tena Tanzania. Kwa hiyo utakufa Tanzania, uweze kutazaliwa Saudi Arabia huko, au uweze kutazaliwa tena India. Ndio maisha, hakuna kiyama, hakuna kufuliwa, ni hivi hivi. Ni watu ambao hawana akili timamu, ni watu ambao hawana akili timamu. Yale yote ambayo yamebashiriwa katika kukaribia kiyama, karibia 99% yamefika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema itakuja zama, itakuja wakati hiyo akhiri zaman, ambayo itakuwa ni katika alamatul qiyam. Uadilifu utakuwa haupo, zinaa itakuwa imeenea, amana itakuwa haichungwi, wanawake watakuwa wamekosa haya. Jamani, haya yote hayapo Leo waweza ukakutana na mwanamke amevaa, ukaona haya wewe mwanamume, lakini yeye kama na uso wa mbuzi. Uso wa mwanamke huyo utakutana naye kama mbuzi, hana tofauti na mbuzi. Alivyovaa pia bado uso wake utakuta, sijui atakuta nini huko, kana kwamba akaribisha watu wamwangalie alivyovaa. Hana haya hata kidogo, kama shetani. Ukisema amana, hadith wala haraj, waaminifu wamekuwa waonyeshwa vidole wachache. Lakini ukimfanyia mtu testi ya uaminifu, basi wampata asubuhi kwamba hana uaminifu. Zina ndio usiseme. Leo mpaka barabarani watu wana mukadimati zina, watu hawana wasiwasi, watu wamekumbatiana njiani kabisa huko. Bali wewe ukiwa umejiepusha na dhambi hiyo, kijana, wewe watu majina kukufedhehesha, majina ambayo ya kukuhuzunisha. Yule ni Jumapili, yule ofisi hazina kazi, Jumapili pale ofisi zimefungwa pale. Wengine waambia yule niongoa kwa mpungi yule. Wengine waambia yule mbona yeye na Aisha hauna tofauti, wale yule pia ni Aisha, ni suwali tu vile. Maneno mabaya, lakini kumbe kijana mashaallah ameamua kumwogopa Mola wake, kujihifadhi, asubiri siku ambayo ataingia kwenye ndoa, aanze mambo yake katika uhalali. Lakini vijana wanapewa, mpaka vijana wengine kwa ujinga wao nao wanatafallali, wanaingia kwenye mambo haya. Allah tuhifadhi na haya. Kwa hiyo dunia imefika hivyo, kama tulioambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika alama za kiyama yamekaribia. Basi wala tusiwe na shaka kwamba kiyama kiko karibu, na ufufuo nao utakuja baada ya kiyama, na kila mmoja kulipwa na Allah tabaraka wa taala. wa anna alayhi nash'ata al-ukhra, ay wa anna nash'ata al-ukhra alayhi, na hakika ya uumbaji mwingine ni juu yake. Allah atawaumba watu maumbile mengineyo baada ya kuchakachika, kuwa michanga, kuoza viwele vyao. Allah atawatoa tena katika maumbile mengineyo. Wa anna alayhi jalla wa ala i'adatu khalqi an-nas lilhisabi wal jazaa, ni juu yake Allah kuwarejesha
viumbe, kuwarejesha, kuomba watu kwa ajili ya kuwahesabu na kuwalipa. Wa ihyauhum ba'da mautihim, na kuwahuisha baada ya kufa kwao. Wa annahu huwa aghna wa aqna, na ni yeye Allah ndiye anomtajirisha mtu amtakaye, wa aqna, na ndiye amtarishaye mtu amtakaye. Ghani kad aghnahu Allah, wa faqir kad afqarahu Allah. Tajiri ametajirishwa na Allah, fakiri amemtarishwa na Allah kwa hikima zake na kwa malengo yake. Walau basata Allahu rizqa, Allah nasema Allah angetawanya riziki, angewafungulia watu wote wakawa na riziki pana, basi watu wangeruka mipaka kwenye dunia. Kama ingelifunguliwa ile riziki kila mmoja, hata kukaa madarasani kama hivi wengine msenge kuwepo. Napenda kuwapa hii kwamba angalieni kwenye madarasa yote, tembeeni. Wataka mseme Tanga haina matajiri? Sio darasa hili, tembea madarasa yote kwenye misikiti. Hata mwezi wa Ramadhani tembeeni, angalieni kama kuna matajiri. Si mshafanya research hiyo? Mshafanya research hiyo? Kama wamo ni wachache, hatusemi moja kwa moja hawamo. Kama wamo ni wachache, na Allah azidi kuwaongoza. Lakini matajiri wengi wametahiniwa na Allah. Mambo kama hayo huwezi kukuta. Labda kwenye mipira huko utakwenda kukuta matajiri, labda kwenye madisko huko ndio nyanja zao hizo. Lakini umkute msikitini kakaa tajiri akuza darasa mali na kawaida ya kibri, kwa sababu kwa mali yake tajiri pia anaweza kujiona yeye ni shekhe kuliko shekhe anayetoa darasa. Mali kawaida inawatahini watu, kwa sababu ana mali haisi kwamba yeye pia ana elimu. Sasa hajekaa asikize shekhe mwenyewe awezekao hata mchana hajakula atamwambia nini bwana tajiri yeye? Piteni huko kwenye madarasa mkaangalie matajiri. Labda mseme Tanga haina matajiri, labda mseme hivyo, lakini madarasa mengi mimi napita, ni mashekhe wenzangu tujuana, hakuna uwezo kukuta tajiri amekaa msikitini. Hizo swala zenyewe kuona msikitini kama unaona Osama bin Laden na kiswali ile salamu alaykum ana alkat, sio wanaogopa nini? Labda mtaniambia ni wanaogopa nini? Kama utakutana na tajiri naye msikitini umeswali naye adhuhuri au alasiri, baada ya swala hiyo pia mbaya kuswali naye msikitini, labda wana misikiti yao maalum. Kwa hiyo haya yote ni matokeo Allah tabaraka wa taala aliyompa mwanadamu. Hakuna kujifakharisha wala hakuna kuhuzunika kwa hali uliyokuwa nayo. Usijifakharishe kwa utajiri na mali uliyopewa na Allah, sio mali yako hiyo. Na ukiwa umepewa mali, ni mali ya Allah, na kama utaibania, utaifanyia ubakhili wala dhulma, kwa sababu kuna haki za watu na zila sio zako kwenye mali hiyo. Tajiri ambaye atoi zaka wala atoi sadaka, ala dhulma, ala mali ambazo sio zake. Na ndio maana matajiri wengi wana mtihani, kwa sababu wanakula mali za dhulma. Sio wote, lakini wengi wana mitihani, kwa sababu kama wewe kutoa zaka na wewe utakuwa utoe zaka, kile utakachokila kwenye ile mali wala dhulma. Almalu malullah, mali ni mali ya Allah, na yeye ameweka taratibu zitolewe kwenye ile mali uliyochuma. Wewe ni wakili, ni wakala wa Allah katika ardhi kwa mali ile, lakini mali sio yako.
Allah tabaraka wa taala anasema wale ambao wanajilimbikizia mali, alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Wale ambao wanajilimbikizia dhahabu na fedha na wasizitoe katika njia ya Allah, Allah anasema fabashirhum bi'adhabin alim, wapeni bishara ya adhabu yenye kuumiza fi dunya wal akhirah, fi dunya wal akhirah, adhabu yenye kuumiza duniani na akhera. Sio kama utasubiri wa akhera. Waweza ukawa tajiri na ukapata shida na mali zako hapa hapa duniani, lakini ukawa hujajua kinachokuumiza, ukawa hujui kinachokuumiza maskini, kwa sababu unatia kwenye tumbo yako dhulma. Haki za watu zilikuwa zimepitia kwenye mikono yako, zipige kwa wenyewe, kwa ubahili na roho mbaya wenye kujikusanyia wewe, kila siku uhesabu, kila siku uhesabu. Alladhi jamaa malan wa addada, kila siku watakao uhesabu. Ukiangalia pale kuna bii, basi wajiona bwenyenye kabisa. Ukiangalia pale kuna milioni 800, wasema bado kifikia milioni 1 na milioni 600, hapo kidogo utapumzika. Wajitia maradhi, maadhabu tu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuweni makini. Hizi hali sajini uliopewa na Allah, hiyo Allah yeye mwenyewe ameona kwamba wewe huyu mja wangu ukimpa mali huyu utampoteza. Hutokaa hapa. Ujisikize shekhe hapa. Sajini hali yako ni kheri, sema alhamdulillah. Lakini tukikupa wewe tutakutafuta wewe. Bwana Ramadhani yuko wapi? Ramadhani bwana, nimeona mwezi uliopita, sijui yuko wapi tu. Huna kituo mbio tu. Huna swala wewe za jamaa wala nini. Wala kuswali na wenzio pia waona uchafuliwa. Ndio wakawaambia huko mtani hakuna matajiri. Allah waongoze. Kwa hiyo anautajirisha ni Allah, anautajirisha ni Allah. Kama utaka utajiri, mlilie Allah takupa utajiri, lakini uwe wa kheri. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atupe utajiri, lakini uwe utajiri wa kheri, kwa sababu hii dini inataka pesa. Hii dini ilmu peke yake bado. Mashekhe wako wakusema, lakini nataka wenye pesa nao washirikiane na mashekhe. Hii dini inaenda kwa pesa. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alifanya donation katika kuisongesha dini. Pamoja yeye ni ilmu, yeye ni baitul ilm, lakini aliwahitaji matajiri pia watoe kwa ajili ya kuisambaza dini. Kina Uthmani walitoa mali zao, kina Abubakar, kina Umar na wengineo walitoa mali zao kwa ajili. Kwa hiyo Allah atujalie tupate utajiri, lakini utajiri ule ambao utakuwa unamridhisha yeye. Kama ule utajiri atakaotupa hauna kheri na sisi, basi afadhali ya kuacha kwenye hali zetu hizi. Wallahi, kama utajiri hauna kheri na sisi, basi afadhali tubakie kwenye hali zetu hizi. Mbona mwitikia amini? Tubakie hivi. Kama hili ni la kheri, basi tubaki hivi, kuliko mtu wa utajiri alafu wapiga chenga misikitini uonekani, kwenye madarasa makimbia na mengine. Utajiri una faida gani? Wataka utajiri wako ukadhamini mamisi? Utajiri wako utakadhamini mamisi? Utajiri wako utakadhamini mipira? Haya bali kwa bali. Usi utajiri wa kheri.
Tumeelewana? Kwa hiyo Allah anasema wa annahu wa aghna, tena inakuja kwa taukidi ya huwa, kama kule kwamba yeye ndo anamfanya mtu awe tajiri amtakaye. Wa annahu huwa, hakika yeye Allah, aghna, ndiyo anamtajirisha amtakaye, wa aqna, na umfukarisha yule amtakaye. Fasalullaha min fadlihi, muombeni Allah sana katika fadhila zake. Wa annahu huwa rabbu shi'ra, na yeye Allah ndiye mola wa nyota. Shi'ra ni nyota ambayo kabila la Khuzaa kanu yaabudunaha, walikuwa wakiabudu nyota hii. Alkawkabu almudhi almusamma bishi'ra, haula kanu yaabudunahu, walikuwa wakiabudu. Qala Abu Suud huwa rabbu ma'budihim, yeye Allah ni mola wa kile wanachokiabudu. Hiyo shi'ra, hiyo nyota ambayo kabila la Khuzaa wanaiabudu kwamba ni Mungu, lakini hiyo nyota wanaoiabudu pia ni milki ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Yeye Allah pia ndio mlezi wa hiyo nyota, rabbu shi'r, ndio mola mlezi wa hiyo nyota wanaoiabudu wao. Wao wanaifanya ni Mungu, lakini hiyo pia yalelewa na Allah, kwa sababu vyote hivi katika makhlukati vyote viko katika tarbiyatillah azza wa jalla, tarbiyatul ilahiyya. Allah malezi yake hayakuacha chochote katika ulimwengu. Nyota ziko kwenye malezi ya Allah, wanadamu kwenye malezi ya Allah, bahari kwenye malezi ya Allah, wanyama, mbingu, ardhi, milima, vyote ni tarbiyatillah azza wa jalla, vyote vinasimamiwa na Allah na kulelewa na Allah. Kwa hiyo mwamwacha lezi mwenda abudu kinacholelewa na Allah tabaraka wa taala. Kanat Khuzaa taabuduha, hawa walikuwa wakiabudu hii nyota. Sanna lahum dhalika rajulun min ashrafihim, jambo hili kuna mmoja katika wabora wao aliliasisi, anaitwa Abu Kabsha. Abu Kabsha yeye ndo aliliasisi katika Khuzaa. Baadhi ya muarrikhina wanasema Abu Kabsha ni mmoja katika ajdadi nabii sallallahu alaihi wasallam, babu zake wa mtume wa mbali. Kwa hiyo kufaru Quraish walikuwa mara nyingi mtume sallallahu alaihi wasallam anapowatangazia tauhidi, basi umkumbusha huyo Abu Kabsha kwamba watakauseme wewe Muhammad, hata ibada za Abu Kabsha babu zako hao wakale wazipinga. Maana Abu Kabsha yeye alikuwa ndo alioasisi kufaru Makka kuabudu ile nyota shi'ra. Allah tabaraka wa taala ndipo alipomteremshia aya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wa annahu huwa rabbu shi'ra, yeye Allah yeye pia ndiye mola mlezi wa hiyo nyota ambayo mnaiabudu nyinyi na mnainasibisha na babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ndio aliasisi ibada hii. Kwa hiyo iwe ni katika nasaba yake, isiwe katika nasaba yake, maana yake nyota hiyo haina haki ya kuabudiwa. Mwenye haki ya kuabudiwa ni yule aliyeumba hiyo nyota na anayeendesha hiyo nyota, ambaye ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Wa annahu ahlaka adan al-ula, na yeye Allah ndiye aliowaangamiza
Adi wa kale, Adi wa mwanzo. Kaumu Adi tumewazungumza sana katika darasa zilizopita. Kaumu Adi ni kaumu ambao mtume wao alikuwa anaitwaje? Anaitwa Hud. Wa ila adin akhahu Huda, tulipeleka kwa kaumu Adi ndugu yao anaitwa Hud, akaulingania. Habari zake tulizozungumza sana, zimekuja kwenye sura nyingi tulizozipita huko, ambao Allah tabaraka wa taala ameita Adam ula kwa sababu ndio kaumu ya kwanza kuangamizwa baada ya kaumu Nuh alayhi salatu wassalam. Ndio kaumu ya kwanza kuangamizwa baada ya kuangamizwa kaumu Nuh. Maana yake watu wa Nuh walipoangamizwa wakapatikana wale kiwa, waqala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Waliopanda mule kwenye jahazi, walioambiwa na Nuhu wapande baada ya kuangamizwa ile jini yote ya kikafiri, walibakia wale waumini peke yao katika ulimwengu huu. Walikuwa waumini peke yao ambao walisalimika, maisha yakaanza. Maisha yalipoanza, waliofuata kuangamizwa baada ya hapo kipindi kipya, waliofuata ni watu wa Adi, kaumu Adi, ambao ndio Allah anawaita Adam ula. Maana yake Adi wa mwanzo, maana yake ndio wa mwanzo kuangamizwa baada ya wale kusalimika kutoka kwenye jahazi ya nani? Ya Nuhu alayhi salatu wassalam. Wa kanu min ashaddi nnas wa aqwahum, na hawa kaumu Adi walikuwa ni watu imara mno, wenye nguvu mno. Wa a'tahum ala Allah wa abghahum, waliovuka mipaka mno kwa Allah na kufanya inadi kubwa kwa Allah. Fa ahlakahumullah birrihi sarsari alatiya, Allah aliwaangamiza hawa kwa upepo mkali, waliangamizwa sana. Wa thamuda fama abqa, imekuja kwa wau al-atf wa thamuda. Thamuda ni maatufu ala Adan, wal maatufu mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahira ala akhirih. Ay wa thamuda wa ahlaka thamuda, na Allah vile vile wa annahu ahlaka thamuda, na yeye Allah amewaangamiza vile vile watu wa Thamud. Wa thamuda fama abqa, na amewaangamiza Thamud. Fama abqa, na wala hakuwabakisha. Thamud ni watu wa nani hawa? Ni watu wa Saleh. Dammarahum, aliwavunjavunja. Falam yubqi minhum ahadan, hakumwacha yeyote. Hizi ni kaumu mbili ambazo Allah amezipigia mifano katika umadhubuti na uimara wao. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bilwad. Kaumu mbili hizi Allah anasema hajapoweka viumbe vya namna hii katika ardhi. Maana yake huko nyuma, kabla yao na mbeleni yao, mpaka kufikia sisi, lam yukhlaq mithluha fil bilad, Allah hajapoumba mfano wake. Kaumu Adi wa kaumu Thamud, ambao kaumu Adi
walikuwa katika sehemu ya inaitwa Ahqaf, na kaumu Thamud walikuwa sehemu inaitwa Hijr. Zote ni Mashariki ya Kati, ambapo Waarabu walikuwa wakipita wakiona magofu yao na hali zao. Allah tabaraka wa taala ameyazungumzia hayo yote, kama ambavyo tutaona kwa kaumu Lut, wa qauma Nuh, na watu wa Nuh. Imekuja kwa nasbi wa qauma, alwawu wa al-atfi, qauma ma'tufu ala adam al-ula, ay wa annahu ahlaka qauma Nuh min qabl, na yeye Allah amewaangamiza watu wa Nuh min qablu, ay min qabli haula'i al-'ad wa Thamud. Allah amewaangamiza watu wa Nuhu kabla ya Adi na kabla ya Thamud. Maana yake Nuhu watu wake waliangamizwa mwanzo kabla ya Adi na kabla ya nani? Ya Thamud. Ndio maana imekuja kwa dhamma min qablu, mabniyun ala dhammi liinqita'ihi min al-idafa. Pana idafa hapo imekatika, ndio maana imekuwa mabniyu ala dhamma. Asli yake ni majrur kwa sababu imetunguliwa na harfu jarri min, lakini kwa kuwa kablu na ba'du ni katika dharfu ambazo zinahitajia idhafa, siku zote zinahitajia kuwa na idhafa. Kwa kuondolewa idhafa ndio imekuwa ni mabniyun ala dhammi liinqita'ihi min al-idhafa min qablu, ay min qablihim au min qabli Adi wa Thamud. Wallahu a'lam. Na watu wa Nuhu tuliwaangamiza kabla ya Adi na Thamud, innahum kanu hum adlama wa atgha, hakika wao walikuwa wamevuka katika dhulma, ni wenye kudhulumu mno na wenye kuchupa mipaka mno. Innahum kanu hum adlama wa atgha, wao walikuwa ni wenye kudhulumu mno, maana wamedhulumu haki za Allah tabaraka wa taala kwa kuabudiwa kwake au kumtii Allah kabisa, ni dhulma kubwa. Wa atgha, na walivuka mipaka mno. Isimekuja kwa ismu tafdhil, ambazo hizo zote ni khabaru kana. Tumeelewana? Ndio maana zilikuwa na nafsi. Innahum kanu hum adlama, kanu hapo pana kana na ismu yake ambayo ni wao dhamiri hapo. Tumeelewana? Alwau dhamiru muttasil mabniyu ala sukun fi mahalli rafi ismu kana. Aina khabaru kana? Adlama. Humu hapo ni dhamiru fasli litawkid. Tumeelewana? Adlama ndio inakuwa ni khabaru kana, wa atgha alwawu atfi, atgha ma'tufu ala adlama, kama hivyo. Hakika wao walikuwa ni wenye kudhulumu mno na wenye kuvuka mipaka mno. Tusimame hapa, tumwombe Allah tabaraka wa taala ajalie katika yale ambayo tumefundishana yawe katika mizani zetu siku ya Kiyama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.